Kwanza leo tumetembelea kituo chetu hapa cha Ubungo ambacho ndio center kuu ya kuendesha gridi yetu ya taifa, na tumekuja kuona na kusikia kutoka kwa wenzetu wa TANESCO juu ya nini kilitokea siku ya jana. Kama mnavyofahamu, majira ya saa 12:59 hivi gridi ya taifa ilizima na hivyo kupelekea mikoa yetu kukosa umeme. Na baada ya gridi kutoka, timu ya TANESCO ilianza kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwanza umeme unarejea katika maeneo yote ya nchi yetu hii. Kwa hiyo nimekuja leo kusikia, nimekuja na katibu mkuu, nimekuja kusikia kutoka kwa wenzetu wa TANESCO namna walivyojipanga jambo hili lisijitokeze tena. Lakini nimemwelekeza katibu mkuu kuweza kuunda timu itayohusisha watu wa wizara, TANESCO wenyewe pamoja na watu kutoka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuweza kuangalia kwa kina ni nini ambacho kilisababisha, si kwa ajili ya kutafuta nani alisababisha, lakini kikubwa ni kujifunza kutokana na yale yaliyotokea jana, ili tuchukue hatua za haraka ili yasiweze yakajitokeza tena, kwa maana nchi kukosa umeme kwa wakati mmoja. Lakini jingine ambalo tumewataka sasa ni kuhakikisha kwamba network yetu ya gridi ya taifa inakuwa ina namna ya kukata pale load inapozidi ubavu mmoja na ikataka kutoka, basi isiondoe mikoa yote kwa wakati mmoja. Ihakikishe kwamba kuna vya kutoa upande mmoja wa nchi, wakati mwingine wanaendelea kupata umeme. Lakini suluhisho la kudumu ni kuhakikisha kwamba laini yetu ya Chalinze Kinyerezi inakamilika, Chalinze Mkuranga Kinyerezi inakamilika kwa wakati, ya KV 400. Lakini vile vile kama mnavyofahamu tunajenga laini ya kutoka Chalinze Dodoma ya KV 400 vile vile. Hitilafu ambayo ilidumu kwa muda kadhaa, lakini tunamshukuru Mungu na wataalamu, usiku ule huduma ilirejea, na hivi ninavyozungumza mikoa yote wakiwemo wateja wetu wa Zanzibar wanapata umeme kama kawaida. Kilichotokea jana, kuna maeneo yetu matatu yalipata shida. Kuna njia zetu tatu za kusafirisha umeme na kituo chetu kimoja cha kuzalisha umeme kilipata hitilafu. Kwa bahati mbaya vikapata hitilafu iliyosababisha gridi yetu kutoka. Ni matokeo ambayo hayatokei mara kwa mara na tuna mifumo mingi sana ya udhibiti, lakini hii ni mitambo iko subject at risk wakati fulani. Lakini tunachomshukuru Mungu ni kwamba hii mifumo pia imewekewa zana za kujilinda. Kwa hiyo wakati fulani yanaweza yakatokea mambo yanayosababisha miundombinu yenyewe iweze kujilinda ili isiweze kuharibika pia. Kwa hiyo na kila jambo linatoa funzo pia kwetu. Watu wanarudi wanasoma, wana study mifumo kwa ajili ya kuangalia nini kilitokea na kutengeneza mekanizmu za kuzuia janga kama hilo lisitokee tena. Kwa hiyo ni bahati mbaya, lakini wahandisi wamekesha usiku kucha mpaka sasa kuhakikisha huduma inarejea, na baadhi yetu wameshaondoka usiku ule kwenda kwenye maeneo yale matatu niliyoyasema, na maeneo mengine kwenye vituo vyetu vya kuzalisha umeme kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa, na tunawaahidi wateja wetu waendelee kufurahia huduma zetu vizuri, na umeme sasa umerejea, na tutaendelea kuwa na huduma kama ambavyo kawaida, na tutaendelea kupashana habari kwenye matatizo yetu tulionayo. Ni bahati mbaya, mfano jana tuna wateja wetu muhimu na wakubwa wa treni ya mwendo kasi SGR ambao pia walikwama wakiwa safarini kutokana na changamoto. Kama unafahamu, treni ile inaendeshwa kwa nguvu ya umeme. Kipekee nampa pole rafiki yangu, mdogo wangu Injinia Mashiba, mtendaji mkuu wa TRC. Lakini tunaomba radhi sana wateja wetu wote wa reli ambao walikuazika jana. Tunaendelea kuwasiliana na wenzetu kuhakikisha changamoto kama hizi tunazikabili na yasitokee mara kwa mara. Tunafanya ipasavyo kuhakikisha vitu kama hivi havitokei. Ni ajali na haitufurahishi. Nilipigiwa simu na mkuu wa hospitali ya Benjamin Mkapa
ambaye pia naamini amekuwa sehemu ya watu walioathirika. Nampa pole na kumwahidi kuendelea kushirikiana naye kuhakikisha tunafanya ipasavyo ili kituo chetu muhimu kama hospitali ya Benjamin Mkapa iendelee kupata, na wengine wengi wajasiriamali, watu waliokuwa manyumbani, wako wapenzi wa soka. Jana kulikuwa kuna mpira wa kombe la dunia. Wote hawa ni watu ambao wanasubiri huduma yetu kuhakikisha wana enjoy maisha yao na kufanya biashara, kuhakikisha wanapata kipato kupitia sisi, na ni wateja miongoni mwa mashirika yanayotumia teknoloji za kisasa kwenye kazi zetu kwa ukanda huu. Sisi tuna mifumo ambayo hivi ninavyozungumza tayari imesha generate ripoti za kutuambia nini kilitokea. Ndio maana nimewaambia hapa kwamba kuna laini zetu 3 zilipata shida na mashine yetu moja ya kuzalisha umeme. Huo ni mfumo umezungumza, sio ni mtu alienda kukagua, ni mfumo umegenerate ripoti baada ya tatizo kutokea. Hiyo ni teknoloji. Kwa hiyo tunaendelea kutumia teknoloji za kisasa na teknoloji haina mwisho. Tunaendelea kuinvest pia kwenye mifumo ya AI ili kuweza kurahisisha zaidi hata mawasiliano na wateja wetu. Hapa sasa hivi nadhani wiki ijayo tutazindua chatbot yetu ambayo tunailink na AI, ambayo wateja wetu watakuwa moja kwa moja wanaweza kuuliza maswali na kujibiwa kwenye mfumo bila kuzungumza na mtu wa huduma wetu. Kwa hiyo miongoni mwa mashirika ambayo yako mbele na yanasafiri na teknolojia ni pamoja na shirika lenu la umeme Tanzania.